Majira ni saa sita saa za Afrika Kati, ikiwa ni 7 majira Afrika Mashariki. Hii ambayo unasikiliza ni Baraka1 TV, tarehe 19 za mwezi wa 5 2026. Ni saa sita, kipindi ni Baraka1 6 na mimi ni Rajab Wakili Kabonga, niko na Rafael Roger Seko. Naam, asante tena, tunakaribia ndani ya studio ya Baraka1 TV likuja na kipindi cha Baraka1 6. Na ili kuanza kupata habari zetu, like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok. Like na follow page zetu, na utakuwa kuanza kupata matangazo kila wakati. Katika yale ambayo tunazungumzia ni mapigano yanayozidi kuripotiwa huko maeneo ya Minembwe, pia vile Kavumu, kazi kubwa ambayo inafanywa na FARDC pamoja na wazalendo, na vile tutakwenda kusikiza ujumbe mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali zenye uwanja wa mapigano. Na pia usikose kutembelea Mwangaza TV ambao kutokutana na baadhi ya matukio yote ambayo kuna rindima kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusiana na hili swala la vita ya Minembwe. Pia tutakwenda kutizama barua ya kutoka kwa jamii ya Wanyarwanda ambao wanaishi Marekani kwa kutuma ujumbe kwa rais wa Marekani Donald Trump, kwa Umoja wa Ulaya, Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika kuhusiana na mauaji ambayo yako yanaandaliwa na M23 Twigwaneho Red Tabara dhidi ya jamii wakimbizi wa Kinyarwanda, kisha waje waseme kwamba mashambulizi hayo yamefanywa na FARDC pamoja na wazalendo. Banyamulenge Global Advocacy ndio umetoa taarifa hiyo. Na tukianza mapigano ambayo yameripotiwa huko maeneo ya Minembwe, ni kwamba kwa sasa Minembwe kuna ile moto ambayo iko inawashwa mara kwa mara na FARDC na wazalendo dhidi ya magaidi wa M23. Serikali ilitoa wito wa kutaka watu waweze kuweka silaha zao chini, lakini ikawa kidogo ina ugumu, sababu wenye Rwanda hawakutaka kukubali kufuatana na wito wa serikali. Badala yake wakaendelea kufanya resistance, na katika hiyo resistance ndiko serikali na yenyewe pia iko natumia muda huo kwa kujaribu kuwaonyesha ambacho walikifanya. Mmepewa nafasi, lakini hii nafasi kama mnataka kuichezea. Kwa hiyo kinachofuata ni serikali kuchukua majukumu yake mkononi. Hakuna kitu ambacho kinakuwa kiko kigumu mbele ya serikali. Fact iko hivi, mapigano karibia sasa hivi tunaelekea wiki nzima, zikiwa ni siku 5 mfululizo za mapigano. Tukichukulia haya mapigano ya tarehe 18 ya jana majira ya alasiri, ambako FARDC walianza kuzishambulia tena kwa mara nyingine ngome za M23. Lengo kubwa ni kumondoa M23 pale kabla mwezi huu haujaisha. Sasa swali linakuja ni kwamba itakuwa rahisi ama itakuwa ni ngumu. Kwa upande wa FARDC wamejidhatiti, wako vizuri. Kwa upande wa wazalendo pia wako vizuri, lakini upande wa M23 na wao wanaonekana kupungukiwa kwa kiwango kikubwa, lakini bado wanaendelea kuresist. Kwa nini unahisi kwamba Wanyarwanda wanapata nguvu ya kuresist kipindi hiki? Niseme kwamba sababu ile kitu tunatoka kuzungumza ni roho ngumu kwanza. Roho ngumu, na wengine hawakubali sababu ile logic yao inakuwa kusema kwamba wanakuwa wanajipigania wenyewe. Na hawezi kujipigania wao mwenyewe, watakiwa serikali ndio ichukue majukumu yake. Autorite inatakiwa kuwa retabli mu zone zote zisha kuwa mu mikono ya serikali. Na hii unaonyesha kwamba zaidi kila wakati nakuwa nalizungumza hili, watu wenye wako diaspora ndio wenye wanakuwa na tromper sana vigilance na kutromper population yako ile maeneo. Musikubali kusaidia FARDC ba diriger
itabamaliza. Oro FARDC hawezi maliza wananchi wake. Ni ile yote unaonyesha kwamba ni logique yenye wanaweka hemo kuonesha kwamba FARDC itabamaliza na itabamaliza. Unaonyesha kwamba ile yote ni logique wanaweka hemo na wanaambia kama watabasupport. Tu unaonyesha kwamba vita viishi kule. Support inatokea wapi? Na baba yao Paul Kagame ana support. Kila wakati wako wanaziangusha avio zake za kuleta support na maminisho wanaziangusha bakubali kusaidia. Na wana renforcer tena bagumino Twigwaneho na baredi Tabara na ba M23 wadogo nyoko kule wanawasupport kivile njoo walete tena matatizo kule. Lakini wao raia wakati bomu zikipigwa vile wanakuwa kwanza kukimbilia tena upande wa serikali watetee. Na wakati wako wanapenda tena wao magaidi ndio watetee. Utaisha kwamba ni kitu kenye inatakiwa wananchi wa hiyo eneo waelewe kwamba serikali tu ndio pekee yenye iko na manda ya kulinda wa civile. Unaona, kwa wananchi hawana shida. Unashona kama unaona gisiku. Wananchi wao hawana tatizo kabisa. Nini ambacho kiko kinaendelea hapa? Kuna kile kikundi cha Twigwaneho cha Redi Tabara na M23 ambao ni muungano. Sasa juu kila familia muko watoto wao mle ndani, bosimanishi si confirme a 100%, lakini ilpareki inawezekana kwa kila familia ya hawa jamaa wako na watoto wao ndani ya hii makundi ya kumiliki silaha kinyume na utaratibu. Sasa wakati mambo yanakuwa ni magumu kwao, ni rahisi wale watoto wao tena kuweka silaha zao wanazificha na kuja kuingia tena kwa maisha ya kawaida kuma nyumba zao na familia zao, na familia hawata wadenonse. Sasa kale ndo huku kunaonekana kwamba raia wako na kuwa na wakati mgumu, na hata pia jeshi linajikuta pia vile vile liko na wakati mgumu, kwa sababu hauta bombarde mwingine mzima kusema ati ni Minembwe ubombarde Minembwe gisi watu wengi wamoja wanasemaga kwamba acha tu kama ni Sokoi, kama ni drone ipige tu iunguze, kisha wenye watabaki na wenye watakuwa hawapo. No, serikali haiwezi fanya hivyo. Haiwezi fanya vile na itakuwa ni crime contre l'humanité. Haiwezi fanya hivyo. Ni mauaji ya kiutu. Kwa sababu unafanya hivyo contre wanani? Wanani? Kule na ni Minembwe, haiko tu Wanyamulenge ndio wako Minembwe. Kuko Wabembe, kuko Wanyindu, kuko Wafuliru, kuko Washi, kuko makabila zote ziko represente pa. Kwa hiyo wakisema ba bombarder Minembwe ina maana serikali ndio inaenda a la contre na population yake, na ndio pale sasa ile yenye wako nasema ki Minembwe wako na bombarder raia ndio itaonekana sasa kwamba c'est vrai iko nafanya. Mais target iko nakuwa kumaka militaire. Target iko nakuwa kuma barriere za ba M23. Target iko nakuwa ku logistique yote yenye inaonekana inakuja kinyume na utaratibu Minembwe bila kuwa na taarifa, ili ndio wana target. Kuliingia magari ya Croix Rouge. Esko waligusa? Kuigusa. Kwa sababu ilitoa taarifa na ilikaguliwa ikajulikana kwamba hii inakwenda kupeleka msaada. Lakini ndege kutoka Rwanda ikiingia bila kuwa na utaratibu ni lazima ishughulikiwe. Hivyo ndio vitu ambavyo vinaweza kushughulikiwa, kusema kwamba vilipigwa na makombora. Lakini mwingine tu hivi ni ngumu sana. Serikali haiwezi fanya hivyo. Katika hayo mashambulizi ambayo yamefanyika Minembwe, imepelekea maisha ya maafisa wa ngazi za juu za M23 kupoteza maisha. Kuna mpaka maafisa kutoka nchi ya Rwanda ambao ni wanajeshi wakubwa wa serikali ya Rwanda na walitumwa na Rwanda, kwa sababu unajua kisio wako nafanya mukadre ya logistique, operation et renseignement, hii kunakuwa dirige na Rwanda. Ndio. Me wakati ya kupiga kule kulinye de front wenye wako nakuwa mstari wa mbele wa Kongomani, wanachukua Wakongomani wale wenye akili za kuchoka, wanawekwa kule, kisha wanakuja hawa wa Rwanda wa hapa juu ambao wanajiita Wanyamulenge, kisha jeshi la RDF na kule nyuma. Kwa hiyo inakuwa ni hivyo, hawa wakishapigwa sana wanakuja nyuma pia na wanafuata. Unakuta inakuwa iko ni complicated. M23 iko najaribu kujigawa hivi kubwa juu ya kufichika ile identity ya ba RDF. Ndiyo. Unajua RDF yakikamatwa
tushakamata wamoja wa RDF. Sasa kagundua sasa, hapana, hizi tukienda kuwa nakaa hivi mbele kupigana tutakuja kupoteza sana na itatuletea shida kubwa. Ndio wakapita wanaanza kuwa nakaa mstari wa nyuma, lakini hii yote haitazuia FARDC kuendelea kushambulia pale kwenye inaonekana kwamba adui yuko anajaribu kujipenyeza hapo. Na kwa hivi kitu tu tunaongea, maafisa wengi ambao walipoteza maisha ilipelekea esheke moja mbaya kwa M23, na kama mambo yanaweza kwenda sawa kabla ya huu mwezi kuisha, Minembwe itakuwa tayari isharudia kwa mikono ya serikali, na ndio kitu ambacho kila mtu iko natamani kukisikia. Walipoteza wengi sana, ukiangalia M23 anaanza poteza equilibre, jua maofisia wengi sana wanakufa, mpaka tena wanaanza fanya tena mobilisation ya bajene. Huyu mfupi wana vya Mungu hapa juzi amefanya tena meeting ya kwambia seme development haiwezi kuwa mantite zenye tuko yemo. Wao wenyewe wanaona kama development haiwezi kuwa. Aseme haiwezi kuwa mantite zetu kama hakuna amani. Na amani haiwezi kuja kama hakuna liberation totale ya nchi yote mzima. Sasa sisi tunaomba vijana mjingize mkundi zetu. Vijana wa kuzungumza kitu. Sasa walimupa macho tu na akamaliza kulizungumza la kwake akachomoka kaenda. Sasa yeye unaona kisi watu wako na contradiction na ngai alikwambia wao hawajisemaga kwamba wako na lengo la kwenda Kinshasa. Ndio. Huyu naye anakuambia hakuwezi kuwa development mpaka liberation totale ya nchi. Sasa utalibera nchi totalement bila kufika Kinshasa. Haiwezekani. Ndio, haiwezekani. Wewe lazima mfike Kinshasa ndio tunaongea kama liberation totale ya nchi. Haya. Kwa hiyo hii kundi limekuwa ni kundi ambalo ni kama vile wanachanganyikiwa, wenda wazimu tu. Halina tena msimamo. Halina mimili kwa sababu kila mtu hivi, kila mtu yuko mguu ndani mguu nje. Ndio. Lolote linaweza kutokea muda wote, unashangaa fulani haiko asha sepa kwa muda wote. Ndio maana ili kuwa na lancer ma declarations ziko un peu contradictoire ni kutokana na kwamba hakuna tena politiki moja walitakiwa wasimamie tofauti na pale mwanzo. Unaona watu waelewa, washawajua taktiki zao. Iko sabili hata baba yao amewaacha mpori nani Kanambe. Senda chikalije kwa kula kibata kule Ushelisheli nani kwa Kingi Mswati. Naona Kanambe iko na matatizo yake. Usimwone kwa vile Kanambe iko na shida kubwa sana. Iko na shida kubwa sana. Ama zile sanctions ni Marekani ilimpiga njoko na kuipana nchi za Marekani. Zile ni shida sana. Sije zikamkamatia mwezi nchi yake. Jua mtacha kwamba huko kuna kwa wale wasoda wenyewe tazine ndawe kama sehemu za nchi wanaweza kuja wakamkamata akaenda, njoo mara yake anatulia. Na hiyo kutosha kwamba viongozi wanakosa msimamo. M23 wa kuingia hii wakati na vijana wenyewe kwa ni lazima wazijiondoa tu. Juu alire yenye nakuwa emo juu. Na mazungumzo yenye walifanya kule Makatara kule kwenye ndaka emo. Iko sawa vile parfois je pense que gouvernement hawezi kubaliana na wenyewe wako nazungumza. Nafikiria Qatar mazungumzo yote yenye inafanyika na serikali ndio iko natoa mwelekeo. Sawa, kwamba tutaelekea hivi, tutafanya hivi, tutatumia njia hizi. Sasa M23 wao wako naleta ni mapendekezo, na wanapoleta mapendekezo kuna two possibilities, either mapendekezo ya rejected, kwamba yaweze kukataliwa, ama hayo mapendekezo yapendekezwe tena na mengine juu yake, na ama yawekewe pia masharti. Okay, tunasema hivi, kama ni hivi tutenda hivi, kwa hivi. Ulisengisi walikuwa wana declare juu ya kuweza kuwafungua wafungwa, akiwemo bwana Mwangachuchu. Liste kabisa, liste mwili ma top 10 ya top 10 top 10 ya watu wenye M23 wanataka wafunguliwe. Mwangachuchu yuko ndani. Wakina hao wote wakondane wasoda wa FARDC wote wenye walikamatwa wote waweze kuachiwa. Wafungwa wote wa kisiasa. Huko nasikia? Ndio. Wana declare kwamba wafungwa wote wa kisiasa akuwe ni wa M23, haiko wa M23, wao wanataka sema wote wafunguliwe. Wanajeshi wote waweze kufunguliwa. Ile ni fason ya kusema kujaribu kujipendekeza, kudanganya watu kwamba unaona si ndio tu tunafanya lite hivi juu yenu kusa juu mweze kuachiwa huru. Sasa
Serikali nayo inaangalia kwamba nikifuata hii masharti nitampa huyu bwana njia ujiko kusema kwamba hayendi walifanya hivi, kwa hiyo tunaenda huko. Kwa mfano sema leo bajenero wote banafungwa bafunguliwe mwima koro ya M23, serikali unetewa deja pale inakuwa ni equilibre itapotea. Lazima. Kwa hiyo serikali haiwezi kufanya kila ambacho M23 inataka, ila badala yake ni M23 ndio inatakiwa ifuate kile ambacho serikali inasema. Tofauti na hapo itakuwa tu ni kazi bure na watakuwa wanatwanga maji wakiendelea kujipendekeza hivyo, na hiyo na ndio maana tu serikali inatakiwa kuwa inachukua maamuzi mamoja yenyewe, hata kwamba itakuwa inafere souffrir population mais iwe maamuzi yenye itakuwa mazuri. Juu wakisema wangesema wakubali hiyo decision ya kusema kwamba wafungule wa prisonnier, na wale wa prisonnier wote wanafunguliwa, kweli wote wangeenda kote ya M23. Serikali wangesema maana yake likosa haitu kisi yako iko na kwa manipule na walilomba kitu fulani akakubaliwa. Aone erere yenye Felix alifanya hapa ya kumfungua Biamungu. Ndio. Biamungu alikuwa yuko jela. Ndio. Grâce présidentielle ikatombe sur yeye parmi watu wenye walikuwa libere, Biamungu naye akalibere. Kuwa libere tu leo kesho iko Goma. Ndio. Ushelewa? Kwa hiyo ile azari ni azari yenye haitakiwi iweze kujirudia tena, na serikali ya Felix inapigania sana juu ya kusema kwamba yote ambayo yalifanyika nyuma kwa sasa hivi yasijirudie tena. Itakuwa ni ngumu sana kwa M23. Kwa hiyo kwa upande wa Minembwe kule usalama unatafutwa kwa udi na uvumba, na serikali inapania kuweza kurejesha usalama kwa sasa hivi. Mpaka leo hii mazingira yako yanaendelea kuwa vizuri na tutegemee makubwa kwa mwezi huu. Tukitoka huko Minembwe tuingie Kabare. Kabare pamoja na Walungu tutazungumzia hizi taarifa zote huko jimboni Kivu ya Kusini tu vile vile mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mapigano mengine yaliripotiwa maeneo ya Kavumu kwa territory ya Kabare. Ndio. Na ambako wazalendo walikiamsha dhidi ya magaidi wa M23. Hapa kuna kitu kimoja, M23 wako wanajifanya kujikusanya kuelekea maeneo ya Kaziba, lakini inaonekana wako na mipango yao mingine. Ndio. Ile ni kujaribu kuchezea toto. Ndio ambayo niko naambia watu wanakuwa wako wanazungumza, tumeona wanaenda huku, sawa. Je, huko ambako umeona wanaenda ndio kwenye wako wanaenda kweli? Ushelewa? Ndio. Kumbe wako wanakuwa na mipango yao mingine yenyewe wanapanga tofauti na vile ambavyo wako wanafanya. Sasa hii ilipelekea wazalendo na FRDC kusema naona hapana, hawa jamaa wanatuficha, wanatudanganya njia. Ndio walipokwenda kujaribu kutikiza pale ya moto ulikuwa ni mkali mno. Utaona mwaeroporo Kavumu kwamba mko vide amna mtu, kumbe wako mle ndani wanaficha. Na mtaona mu makartie hivi mnasema hatuwaone hata hawaonekani, tunaona tu majibu biko na masehemu zenye wanakuwa wako ndani wanajificha. Na hii hapa pia ilitokea hapa Uvira. Ndio. Unaona kuna baadhi ya raia hapa Uvira hawakumuona M23. Ndio. Huko watu hawakuona. Walikuwa wanaona tu wengine walikuwa wanaona tu magari zao zikipita hapa barabarani na polisi wawili watatu wanasema Uvira sio wengi, sio wengi. No. Walikuwa maposio karibia 4. Wamoja walikuwa mle mporo Kalundu. Wanajazana mle. Ndio. Wengine walikuwa wanajazana hapa kwa Entrepo. Wengine walikuwa wanajazana kule maeneo ya Kiromoni. Unaona? Na wangapi wanakuwa wanazunguka mwingine. Hii sasa unakuta wale wachache ndio wanakuwa sasa wako wanatembea ma avenue. Lakini wengi hautawaona mchana, hautawaona asubuhi. Ikifika usiku sasa ndio wanajideploy aka mapozi ziko strategic. Na ndio hicho pia kiko kinafanyika huko maeneo ya Kabare. So kwenda kushambuliwa kwa wazalendo na FRDC kulipelekea kuwatikisa M23, na hivyo kweli na huko pia waliweza kupata hasara kubwa katika maeneo ambako moto ulishughulikiwa ni katika vijiji kaza huko tarafani
Kabare, tukianza na kijiji cha Bishibiru, kijiji cha Kabulungu, kijiji cha Mulangala, Chisiru, kijiji cha Kamakombe, kijiji cha Mbayo, kijiji cha Bugore pamoja na kijiji cha Chiibati. Kwa upande wa Irambi Katana ndani ya tarafa ya Kabare, magaidi wa M23 ambao walikuja kujaribu kujikusanya walikutanana na moto wa wazalendo na hivyo kuweza kupata hasara kubwa. Obvious, wakongomani wanakuwa wako na ukaribu na maeneo yao kwa sababu kila mkongomani anajua kilima cha kwao na anapambana kwa ajili ya kilima cha kwao. Kikundi, sipendaki kusema hivi mara mingi, ni kutokana na kujipatia sisi kundi fulani ndo tulipiga. Lakini ngoja tumie nafasi hii tu niseme wazalendo kupitia kundi lao wao kama wa patriote ndo walifanya hii kazi kwa pamoja. Kuna Generali Bazibuhe Mashtaki ambaye anaitwa Simba za Milimani. Kuna Generali Musahada Mulonganyi Weteche, kuna Generali Lusheke pamoja na Generali Imani Lwachiani. Unaona, hao ndio walifanya kazi kubwa ya kumtwanga adui M23 huko tarafani Kabare, jimboni Kivu ya Kusini. Kwa sasa hali sio mbaya, licha kwamba uwanja wa ndege wa Kavumu mpaka sasa hivi bado uko mikononi mwa magaidi wa M23. Haya bwana, Banyamulenge Global Advocacy wameweza kutoa taarifa, wamerudia mule. Ndio kibarua. Kuko masakre yenye iko prepare na Rwanda inataka ipatie hiyo masakre wazalendo na FRDC. Wanataka kuwapiga kabila jamii ya Wanyamulenge. Hawa Banyamulenge Global Advocacy ndio wale ambao walikuja kuna na Porusi BGA. Pia wakaenda Kishasa. Hao ndio walikuja na ujumbe kusema kwamba Rwanda iko na manipulate Wanyamulenge na hivyo iko inawadanganya. Sasa wanataka ndugu zao waweze kukaa kwa pamoja ili waweze kuepukana na mkono wa Rwanda. Barua hii ya kwao imetumwa kwa rais wa Amerika bwana Donald Trump, vile vile imetumwa kwa Umoja wa Ulaya, imetumwa kwa Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika ambao unaongozwa kwa sasa, upande wa SADC, imetumwa pia kwa upande wa African Union, imetumwa pia kwa upande wa East Africa Community. Kiongozi wa East Africa Community kwa sasa hivi ni Kaguta Yoweri Museveni. Na alipewa hii taarifa na Museveni ni mtu ambaye tuko naanza kula naye sani moja, licha kwamba meza ni ndefu inakulewa kuna huko, lakini tuko tunanyosha vidole. Na Evariste Ndayishimiye kiongozi kwa sasa wa Umoja wa Afrika. Barua nyingine imeenda kwa Umoja wa Afrika kupitia rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye. Kwa upande wa SADC ni rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa. So hii karatasi ya Global Advocacy, Banyamulenge Global Advocacy, unatafsiri namna gani? Niseme kwamba inazungumza ukweli na ni savili alerte ya kuomba tena serikali ifanye majuu, ijitahidi kama nguvu zilikuwa zinaongezeka na wajue realite kwenye iko juu kuko manipulation iko de la part ya Wanyamulenge. Rwanda ndio niko na wa manipule ba moja wao, sio kusema kwamba ni wao wote. Rwanda iko na manipule wa moja wao na ndio maana nataka kuwatumikisha kwa hiyo namna. Na ndio maana hata serikali iko napambana na nadhani kwamba niko napigana Wanyarwanda parfum kwa Wanyamulenge mnyoko manipule na Rwanda. Na nyingine walizungumza hapo kwa hiyo barua. Wanazungumza kwamba kuko plani ya Rwanda. Hiyo plani ya Rwanda inakuwa kila wakati inakuaga. Walishindwa kwanza juu
Ikumbushwe na ifahamike kwamba wakati walitoka Uvira balina na beba Banyamulenge bamwe na na mangombe zimoya kule Kamanyola. Wanacha kutanisha kwamba benye bako wanapanga binashindikana. Sasa tutafanya ilifo tuwafuate sasa kule Minembwe. Tufanye vya kufanya, lakini tuzingishie kwamba ni serikali ya Kongo kupitia jeshi lao la taifa FARDC pamoja na wazalendo ndio walifanya masaka. Ni plani yote walikuwa wanafanya, ni Paul Kagame alikuwa anafanya. Unakutanisha kwamba wanachezea, wanataka wafanye plani za kuua wananchi huku na wanafanya manifestation. Sasa vile manifestation ilifanyika Belgique yenye kuna inaleta taharuki sana kwenye mitandao ya kuonesha kwamba haitugisi Rwanda unavala tricot yenye kuna drapeau ya Rwanda, uende kama drapeau ya Kongo, aseme huko na unafanya manifestation contre president de la République juu ya Banyamulenge. Ole Banyamulenge sont là. Sasa vile gisi tuliona pa siku zinapita, wanatoka kule Maminembo wanaanza ndarangua vitu nani Baraka yeah. Na wanarudia. Unaonyesha kwamba ushakuwa sirikui ya mzuri. Sasa ile sirikui ya mzuri kupita kati ya Banyamulenge zingine kabila, Rwanda waweza kufurahia. Njo kabila yenye iko nataka kutumikisha wao. Na sio kusema kwa sababu Rwanda yenye nataka kuwatumikisha nao. Kameme nao Banyamulenge watafuta kwa wanatakiwa kuwa na decision, kuwa na msimamo, sio kwamba useme Rwanda ndio kuna manipule na wanakubali manipulation ya Rwanda. No. Hii sio manipulation ya Rwanda. Biko na makonvasio zao. Ndiyo. Konvasio ziko. Waliwasaidia Wanyarwanda miaka 1990 wakashindwa. 1992 wakashindwa. 1994 wakachukua nchi ya Rwanda. Na inakuwa tukimalizana na huku tuna kwenda kuchukua pia Kongo. Tunachukua mashariki ya Kongo. Ndio hilo. Kisha baada hapo mashariki ndio tunakamata wanakata Burundi na zingine. Wao wanaconsider kwamba wako wanapigana cause yenye wanaiamini iko noble na wanaona ni lazima wachukue. Sasa wanasahau kwamba siku zote umoja ndio unaoleta utofauti na pia unaleta nguvu. Kati yao pia wako deja makundi matatu. Yaani kama nakuelewa, kozi yenyewe kwa wanapigana ile kozi yenyewe. Hata kuna mwandishi mmoja vile aliandika kama wanamuita maano Ampiri Hima. Ile Ampiri Hima maana yake ndio kusema kwamba Marekani, kumbusho kwamba kwa hiyo historia ya Ampiri Hima, kukrea Ampiri Hima, Marekani kwa anasema kwamba atawasupport. Na watakuwa na language official itakuwa Kiingereza. Lakini sasa kutangia jinsi walikubaliana na Marekani kwamba atawasupport wafanye Ampiri Hima, kila plani zao wanakuwa wanafanya zinakuwa zinafeli. Paka Rwanda wamewachoka. Tatizo ni kwamba wanakutanana na watu wenye akili zao pia haziko tayari kwa ajili ya kutawaliwa. Na kama unavyojua hawezi kuja kutawala tout un peuple yenye iko bien installé, bien instruit, kisha wewe ndio uje d'ailleurs mtu mwenye anakuja kutawala ni mtu mwenye hana kalite. Ndiyo. Rwanda hana kalite ya kumtawala Kongole. Rwanda hana kalite ya kumdirige Kongole. Ndiyo. Rwanda hana kalite ya kuwa supreme wa Kongole. No, Kongole iko na ile kalite kwa sababu alipewa vitu specific na Mungu. Mungu ndiye aliumba Kongo. Na inakuwaga ni jambo la raha sana mtu kusikia kwamba unaitwa wewe ni Mkongomani. Sisi waga tuko fiere na ile kuitwa Kongole. Sasa ukija kuangalia adui kutoka nje kuja kutawala, kutaka kuongoza, wewe kumiliki, ili ni kwanza haiwezekani. Cha pili, sisi tuko wengi kushinda wenye wanataka kuja kututawala. Ndiyo. Unaona? Ukitaka kutawala mtu kwanza akisha unamshinda vitu muhimu vitatu. Cha kwanza umshinde nguvu. Ndiyo. Hii nguvu iko nguvu ya kijeshi. Umshinde nguvu ya pili, nguvu ya namba, idadi. Ndiyo. Ukuwe na watu wengi kumshinda, na vile vile kumshinda mtu ukuwe uko na washirika wenye nguvu kumshinda yule mwenye unaenda kushindana naye na mwenye kukushinda wewe. Sasa hivi vyote kwa sasa hivi Rwanda hana nguvu, Rwanda hana washirika. Ndiyo. Rwanda hana namba kubwa ambayo itamfanya yeye aweze kutawala. Hapo tu ndo kuna ugumu wa Rwanda. Unaona kitu kenye wanatakiwa uelewe, licha ya maandamano yote ambayo wako nafanya. Hippolyte Kanambe hajawahi kuwaita kwamba ni Wakongole. Lakini Felix
yeye anawaita kwamba ni Wakongole, na iko inaenda inabadilisha, kwa sababu kauli ya rais ni sheria. Ndio Hii iko inaenda inabadilisha kwamba kila Mnyarwanda au wakimbizi wa Kinyarwanda wao naitwa Congolais d'origine ya Rwanda. ndio Ushelewa? Hiyo ndo huko ambako tunaenda tutafikia. Nafikiri kwa haya yote ambayo yamefanyika, hawa jamaa wametuma hizo barua kutaka serikali za Marekani na za mataifa waweze kuelewa kwamba genocide iko na kuwa prepare na armée rwandaise, kisha wajiwazingizie kwamba ni Wakongomani. Kwa muda huu dakika zimetupiga kisogo, tushie hapa, mwingine tukutane majira ya saa 9. Bye bye.